Uhali gani mtazamaji wa Asam Online TV, leo ripoti za Asam zinakupeleka moja kwa moja kwa wafanyabiashara wa halua pamoja na tende katika maeneo ya Darajani. Lengo na masumuni ni kuweza kujua zile changamoto zao mbalimbali ambazo wanakumbana nazo, tukiamini kuwa kesho kutwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na ili zao linapendwa na Wazanzibari wengi pamoja na wageni. Hizi ni ripoti za Asam na jina langu ni Abdurrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Katika kufanya biashara yangu ya tende na halua, hususan biashara ya tende, sababu halua ni kitu kwa Zanzibar yetu ambacho kimezoeleka. Japo kama na tende ni kitu ambacho kimezoeleka, lakini kitu ni sukuma zaidi kwenye biashara ya tende ni kwamba haya matunda ndani ya Zanzibar sisi hatulimi. Na sio Zanzibar tu, hata Tanzania, Kenya, Uganda, mote ya matunda ni hamna. Lakini kitu nivutia zaidi ni kutokana na kwamba hatulimi ndani ya Tanzania, lakini matunda ambayo hayadimiki ndani ya Zanzibar. Ni kitu ambacho kama tunajisikia faraja kwa Zanzibar yetu na tunajivunia sana. Hata hao watalii wenyewe wanapokuja kutoka huko nje za nchi, wanapokuja hapa ni jambo ambalo kama wanashangaa sana kwamba matunda hayalimwi Zanzibar, lakini kwa nini hayadimiki Zanzibar? Wanaokula zaidi ni wananchi wenyewe, lakini watalii hususan wanapokuja na wao kwanza wanapata mshangao. Wanashangaa sana kwa sababu huwezi kushangaa na kitu ambacho kama kila wakati wakiona pahali ambapo kama kinazaliwa. Umenifahamu? Lakini kinachowashangaza wao ni kutokana kwamba haya matunda hapa hayalimwi. Unanifahamu? Lakini hayadimiki. Kiasi ambacho hata huko nchini kwao baadhi wengine hawana, lakini wakija hapa wanayakuta. Kwa maana kitu ambacho kama na wao kinawavutia, kinawapa faraja, wanakuwa wananunua, hususan wanapokuwa na wakalimani wao wanapowatembeleza na kuwafahamisha, basi ni kwamba wanafarijika na wananunua sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kwa maana kitu ambacho kimenivutia sana. Kwa sasa hivi tumshukuru Mwenyezi Mungu, changamoto tuseme kweli tangu utawala Dr. Hussein Mwinyi ulipoingia, changamoto yetu kama wafanya biashara wa tende na halua, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Changamoto nyingi zimetupungukia. Kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunaharasiwa sana. Lakini naongea Mheshimiwa Rais alipokuja na Mheshimiwa mkurugenzi wa Mji Mkongwe, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba walikaa kutufikiria wakasema bwana, imefikia pahali sasa hivi wauza tende kama wauza tende. Kwa vile ni biashara ambayo kama ndani ya Zanzibar yetu ni tunu, basi tuwatengee maeneo maalumu waweze kufanya biashara yao kwa utulivu. Kwa maana changamoto hiyo alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu imeondoka. Hata sisi wenyewe tunajisikia faraja na wateja wanapokuja wanakuja kwa utulivu. Nimeamua kufanya biashara hii kama sehemu ya ajira. Kwa sababu tukisema sote sisi tuajiriwe, serikali haiwezi kutuajiri sote. Huo ndio ukweli. Sawa, inafika mahali ni lazima ujiongeze kujitafuta wewe mwenyewe. Hata kama unasubiri uajiriwe serikalini, basi kuwe kina kitu ambacho kinakufanya nini? Kinakusogeza mpaka pale ambapo utaajiriwa. Na hasa vijana pia wasisubiri ajira serikalini moja kwa moja. Wawe wanajiongeza hata kama wanasubiria kuajiriwa. Basi wawe tafute kitu ambacho kitakuwa kinawafanya kiwe kinawashughulisha kwa namna moja au nyingine kuliko kukaa mitaani kusubiria. Hapa tuko watu wa design tofauti, wenye mitazamo tofauti, tunaotoka katika maeneo tofauti. Kwa hiyo changamoto lazima zitokezee tu kwa namna moja ama nyingine, lazima changamoto zitokezee. Lakini kwa kama sehemu ya viongozi inabidi lazima ukubaliane au utafute namna ya kutatua changamoto ambazo zinakuwa zinajitokeza. Kwa sababu huwezi kuzuia mtu mtazamo wake, huwezi kuzuia mtu fikira zake. Wajibu wako ni kupokea fikira zake, wajibu wako kupokea mitazamo yao na kuona namna gani unatatua hizo fikira zao na changamoto ambazo walizokuwa nazo. Mimi nawakaribisha wote ambao Waislamu, ambao sio Waislamu, kwa sababu hii biashara tunaifanya sisi haibagui kwamba huyu ni Muislamu, huyu si Muislamu, huyu Buddha, huyu si Buddha, hapana. Hii ni biashara ambayo ipo kiafya zaidi. Na ndio maana kwenye dini tunashauriwa kula kwa 7 kwa siku kila alfajiri, kwa sababu ni tunda ambalo ni dawa kwa namna moja ama nyingine. Nimeamua kufanya biashara hii, yani Mungu alinisukuma ili kufanya biashara hii ili kupata maslahi, kusaidia nyumbani na kufanya shughuli zangu nyingine ambazo binafsi najitegemea mimi mwenyewe kutokana na familia na maisha yalivyo. Ndio nimeamua kufanya kazi ya kuuza hii tende halua, kwa sababu ndo kazi ambayo nahisi kama inanitilia kipato kwangu mimi. Hizi tende mara nyingi zinatoka nje. Mara nyingi zinatoka Dubai, nchi za Kiarabu, kwa mara nyingi ndo zinakotoka tende, sababu ndo zinakokuwa.
Unajua biashara ya tende ni biashara ambayo inapendwa na kila mtu, hasa sana Waislamu. Inakuwa yani inapendwa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, inatumika, inakuwa wageni wanaona kama chakula cha tunu kwao, wanakipenda. Wanaona kama ni chakula muhimu kwao. Hasa sana wageni wanapenda halua. Lakini tende sana Waislamu ndio wanaipenda na Wazanzibari ndio wanavyoipenda. Serikali tuone na sisi tuwekee mazingira ile kidogo ya kupendeza, tuonekane kwa sababu ndio najua ndio biashara zetu ambazo sisi zinatusaidia kulisha kwa familia zetu, zinatusaidia sisi wenyewe tukaonekana. Sasa sisi witolewe kwa biashara kwa serikali watusaidie kitu kimoja tu, yani tuwekee mazingira kidogo ile ya kuvutia kuonekana. Wangetujengea kama hema fulani hapa ingezidi kuwa vizuri sana. Tumepata kusikia zile changamoto mbalimbali ambazo wajasiriamali wadogo wa tende pamoja na halua walizozitoa juu ya ufanyaji wa biashara hii, ikiwa ni sehemu ya kujikwamua kimaisha. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV na hii ni ASAM. Usiache kucomment, kulike na kushare. Jina langu ni Abdrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.